Bilionea na vulcanizer, wakiki siri ya uwekezaji, bima na hisa zilizobadilisha maisha. Bilionea mmoja aliwatazama watu wakimpuuza vulcanizer wa kike kwa sababu alikuwa mwanamke. Kisha akamwendea ili apate matairi yake na akabadilisha maisha yake. Ilikuwa asubuhi ya kawaida kando kando ya barabara ya vumbi. Magari yalikuwa yanapita kwa kasi. Wanaume waliokuwa wamekusanyika pale walicheka kwa sauti ndogo kila walipomwona mwanamke huyo akiwa amevaa apron yake iliyochafuka kwa kazi. Jina lake lilikuwa Neema. Wanawake wa nini hapa? Hii si kazi ya saluni, mmoja alisema kwa dharau. Neema hakujibu, aliendelea kugonga tairi kwa ustadi. Alijua kazi yake, alijua thamani ya jasho lake. Gari la kifahari aina ya SUV nyeusi ilisimama pole pole pembeni. Watu walinyamaza ghafla, milango ilifunguka. Akashuka mwanaume mwenye umri wa makamo, nadhifu, mwenye utulivu wa mtu aliyefanikiwa kwenye uwekezaji, hisa na masoko ya fedha. Alimtazama Neema kwa makini. Naomba unisaidie kubadilisha tairi, alisema kwa sauti ya heshima. Wanaume wale wakatazama na kwa mshangao. Kwa nini asiende kwa fundi mwingine wa kiume? Neema akainama kazini. Hakujua kuwa siku hiyo hatima yake ilikuwa inabadilika taratibu, lakini si kwa njia ambayo mtu yoyote angeweza kudhani. Neema alifanya kazi yake kwa umakini wa hali ya juu. Hakuharakisha, hakutafuta kumvutia, alifanya tu kile alichokijua vizuri. Bilionea huyo aliangalia kila hatua. Aliona jinsi alivyopanga vifaa vyake kwa mpangilio, aliona jinsi alivyoshika bolt bila kuyumba. Hakukuwa na hofu mikononi mwake. Umejifunza wapi kazi hii? Aliuliza kwa utulivu. Maisha yamenifundisha, Neema akajibu kwa kifupi. Hakupenda kueleza sana, alikuwa amezoea kubezwa. Mmoja wale wanaume alicheka kwa dharau. Hata kama anajua, nani atamwamini mwanamke na tairi za safari ndefu? Bilionea akamwangalia yule mchekaji kwa macho ya baridi. Hakusema kitu, lakini ukimya wake ulikuwa mzito. Baada ya dakika chache kazi ilikamilika. Ni shilingi 1000, Neema akasema. Bilionea alimlipa mara 3 ya bei hiyo. Neema akajaribu kumrudishia chenji. Hifadhi, ni malipo ya huduma bora, akasema. Lakini aliongeza kwa sauti ya chini, naomba uniruhusu nirudi tena kesho. Kuna jambo nataka kuzungumza nawe. Neema hakuelewa, lakini alihisi kitu kikubwa kinakuja. Usiku huo Neema hakulala mapema. Alikaa nje ya kibanda chake kidogo akitazama anga la giza. Alimkumbuka baba yake aliyewahi kumwambia, thamani yako haipimwi na watu, inapimwa na uaminifu wako. Asubuhi ilipofika, SUV ile ile ilisimama tena. Watu wale wale walikuwepo. Safari hai walinyamaza mapema. Bilionea akashuka akiwa na faili mkononi. Neema, alisema kwa utulivu. Je, umewahi kufikiria kupanua biashara yako? Neema akacheka kidogo. Kwa mtaji gani? Benki hazitupi mikopo kirahisi. Hata bima ya biashara sina. Bilionea akatikisa kichwa. Tatizo si mtaji peke yake. Tatizo ni watu kukosa kuamini uwezo wao. Akamkabidhi kadi. Kesho fika ofisini kwangu. Nataka kukuonyesha kitu kuhusu uwekezaji, bima na jinsi hisa zinavyoweza kujenga biashara halali na ya kudumu. Wanaume wale walitazama na kwa wivu. Neema akashika ile kadi kwa mikono inayotetemeka kidogo. Alikuwa ameishi maisha ya kupambana, lakini huu ulikuwa mwanzo wa safari tofauti. Safari ya maamuzi magumu. Kesho yake Neema alifika jengo refu la kifahari mjini. Hakuwahi kuingia mahali kama pale. Mapokezi yalikuwa kimya. Alijisikia kama hayupo mahali pake, lakini alikumbuka maneno ya baba yake. Bilionea alimkaribisha ofisini kwake. Jina langu ni Mzee Baraka, alisema KWA tabasamu dogo. Nimewekeza katika hisa, mali isiyohamishika na biashara ndogo ndogo kwa miaka mingi. Lakini ninachotafuta sasa si faida tu. Nataka kuwekeza kwa mtu sahihi. Neema akanyamaza. Nilikuona jana, watu walikupuuzia, lakini hukuyumba. Hiyo ndiyo sifa ya mwekezaji halisi. Akafungua faili. Hii ni mpango wa kukusaidia kufungua karakana kubwa yenye bima, mikopo halali na hata uwezekano wa kuingia kwenye soko la hisa baadaye. Neema alihisi machozi yakimjaa, lakini Mzee Baraka hakumaliza sentensi yake. Kuna sharti moja. Chumba kikawa kimya ghafla. Neema alimeza mate. Sharti gani? Aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye tahadhari. Mzee Baraka akamtazama moja kwa moja machoni. Sitaki kuwa mmiliki wa biashara yako. Sitaki kukutawala, lakini nataka uwe tayari kusoma, kujifunza masuala ya fedha, uwekezaji na kusimamia biashara kwa uwazi. Nitakupa mtaji wa kuanzia, lakini mafanikio yatakuwa juu yako. Neema hakutarajia hilo. Alidhani labda angeombwa kitu kisicho cha heshima,
lakini alichopewa kilikuwa fursa ya nidhamu na elimu. "Kwa nini mimi?" aliuliza. Mzee Baraka akatabasamu kidogo. "Kwa sababu niliona kile ambacho wengine hawakuona: ujasiri, uadilifu na kiu ya mafanikio." Neema akavuta pumzi ndefu. Alijua hii haikuwa tu kuhusu tairi tena, ilikuwa kuhusu kuvunja minyororo ya dharau, kujenga bima ya maisha bora na kuingia kwenye ulimwengu wa uwekezaji halali. Lakini hakujua kuwa nje ya jengo hilo, mtu mmoja alikuwa akisikiliza mazungumzo hayo kwa siri, na hakuwa na nia njema. Je, ya jengo lile, mwanaume mmoja aliyekuwa amesimama karibu na dirisha aliondoka KWA haraka. Jina lake lilikuwa Juma. Alikuwa mmoja wa wale waliomcheka Neema pale barabarani. Lakini Juma hakuwa fundi tu. Alikuwa na deni kubwa la mkopo wa biashara aliloshindwa kulipa. Benki ilikuwa imempa notisi ya mwisho. Alikuwa amehangaika na uwekezaji usiofanikiwa. Akaingia kwenye madeni ya riba kubwa. Aliposikia neno mtaji na uwekezaji, moyo wake uliwaka kwa uwivu. "Haiwezekani," alinong'ona. "Mwanamke yule apate bahati hiyo? Mimi nimehangaika miaka yote." Ndani ya ofisi, Neema alikuwa bado anasikiliza kwa makini. Mzee Baraka alimweleza kwa utulivu mpango wa miezi 6 wa mafunzo ya usimamizi wa fedha, bima ya biashara na jinsi ya kufungua akaunti ya uwekezaji wa hisa taratibu. "Huu si masaa wa siku moja," alisema. "Ni safari ya kujenga uhuru wa kifedha." Neema alihisi uzito wa maneno hayo, lakini hakujua kuwa safari yake haingekuwa laini, kwa sababu wivu wa Juma ulikuwa umeanza kuchukua sura ya hatari. Wiki chache baadaye, kibanda cha Neema kilianza kubadilika. Mzee Baraka alimsaidia kupata vibali halali, akaunganisha bima ya biashara na akaanzisha akaunti rasmi ya benki kwa jina la biashara yake. Wateja walianza kuongezeka, wengine walikuja kwa udadisi, wengine kwa sababu waliona mabadiliko. Lakini si wote waliokuwa na furaha. Siku moja asubuhi, Neema alikuta tairi zake 2 mpya zimekatwa kwa maksudi. Alisimama kimya, akatazama uharibifu ule. Hakulia, hakupiga kelele. Alijua tu mtu alikuwa anajaribu kumrudisha nyuma. Juma alisimama mbali kidogo, akijifanya hajui chochote. "Pole sana," alisema kwa sauti ya kujifanya huruma. "Biashara ya wanawake huwa ngumu." Neema alimwangalia moja kwa moja. Hakujibu. Usiku huo alimuita Mzee Baraka. "Mzee, siogopi kazi, lakini naogopa hila." Mzee Baraka akasema kwa sauti tulivu, "Biashara halali huwa inajaribiwa. Ndiyo maana kuna bima, ndiyo maana kuna nidhamu. Usikate tamaa." Maneno hayo yalimpigilia msumari wa ujasiri moyoni. Lakini Juma hakukata tamaa pia. Mwezi uliofuata, Neema alianza kuhudhuria darasa la jioni la masuala ya fedha. Alijifunza kuhusu uwekezaji mdogo mdogo, faida ya kuweka akiba na hatari za mikopo ya riba kubwa. Kwa mara ya kwanza alielewa kwa nini watu wengi walishindwa. "Tatizo si kipato," mwalimu alisema. "Tatizo ni kutopanga." Neema alianza kuweka kila shilingi kwenye hesabu. Akaacha kutumia fedha bila mpango. Wakati huo huo, Juma alizidi kuzama kwenye deni. Alianza kueneza uvumi. Yule mwanamke anaendeshwa na bilionea kwa maslahi yake, aliwaambia watu. Baadhi waliamini, baadhi hawakuamini, lakini uvumi ulianza kuathiri jina la Neema. Siku moja, mteja mmoja alimwambia wazi, "Wanasema si biashara yako peke yako." Neema alihisi maumivu ya maneno hayo, lakini akajibu kwa utulivu, "Jasho ni langu, uaminifu ni wangu." Maneno yake yalikuwa mafupi lakini yenye nguvu, na polepole ukweli ulianza kujidhihirisha kupitia matokeo ya kazi yake. Lakini Juma alikuwa anaandaa kitu kikubwa zaidi. Siku ya uzinduzi wa karakana mpya ilipangwa. Ilikuwa ni hatua kubwa, jengo dogo lakini rasmi, lenye vifaa vyote na bima kamili ya biashara. Watu wengi walialikwa. Mzee Baraka alisimama pembeni. Hakutaka sifa, alitaka Neema aonekane kama mmiliki halali. Lakini kabla hafla haijaanza, umeme ulikatika ghafla. Baadhi ya vifaa viliharibika kwa mshtuko wa umeme. Neema alihisi moyo wake ukidunda kwa kasi. Hii haikuwa ajali, lakini kwa sababu alikuwa amejiandaa, bima ilianza kushughulikia hasara haraka. Watu waliona tofauti. KAWA, mara ya kwanza tunaona biashara ndogo inaendeshwa kwa mpangilio, mmoja alisema. Juma alitazama KAWA hasira. Mpango wake haukufanikiwa. Badala ya Neema kuanguka, alionekana kuwa imara zaidi. Na hapo ndipo Juma aliamua hatua ya mwisho, hatua ambayo ingeweka kila kitu hatarini.
Usiku mmoja, Neema aliporudi nyumbani alipata barua imewekwa mlangoni. Ilikuwa ni notisi ya madai ya kisheria. Mtu alikuwa amedai kuwa ardhi aliyokuwa anatumia haikuwa yake kisheria. Moyo wake ulidunda kwa nguvu. Hii ilikuwa zaidi ya uharibifu wa tairi. Hii ilikuwa vita ya kuondoa kabisa biashara yake. Alimuita mzee Baraka mara moja. Mzee alisoma notisi hiyo kwa makini, kisha akasema kwa sauti tulivu lakini nzito, "Hii si bahati mbaya. Kuna mtu anawekeza katika kuharibu jina lako." Neema alikaa kimya kwa muda mrefu, halafu akasema, "Sitakimbia. Nitajifunza hata sheria kama itabidi." Kwa mara ya kwanza macho yake yalikuwa na moto wa mapambano, lakini hakujua kuwa jina lililo kwenye madai yale lilikuwa la mtu aliyemfahamu vizuri, na ukweli huo ungefichuka hivi karibuni. Siku ya kusikilizwa kwa kesi ilipofika, Neema aliingia katika ofisi ya ardhi akiwa amevaa mavazi yake ya heshima. Hakuwa na hofu usoni, lakini ndani moyo wake ulikuwa unapiga kwa kasi. Jina lililo kwenye madai lilimshtua. Lilikuwa la Juma. Alidai kuwa eneo lile lilikuwa chini ya makubaliano ya muda aliyowahi kufanya zamani na mwenye shamba. Alisema Neema aliingia bila ruhusa rasmi. Neema alimtazama kwa maumivu. "Kwa nini unafanya hivi?" aliuliza taratibu nje ya ukumbi. Juma akajibu kwa sauti ya kukasirika, "Miaka yote nimehangaika hapa. Sasa ghafla wewe uwe juu?" Mzee Baraka alikuwa kimya muda wote. Alisema, "Hii si vita ya jinsia, ni vita ya nidhamu na maamuzi." Uchunguzi ulipoanza, ilionekana Neema alikuwa ameandikisha upya eneo hilo kisheria miezi michache iliyopita kwa msaada wa wakili. Juma hakuwa na nyaraka kamili. Uso wake ukabadilika. Lakini jambo hilo alikumaliza chuki yake, kwa sababu sasa heshima yake mbele ya watu ilikuwa imeanza kuporomoka, na hilo lilimuumiza zaidi kuliko deni lake. Baada ya kesi kutupiliwa mbali, watu walianza kumuona Neema tofauti. Wateja waliongezeka, madereva wa malon walianza kusimama pale bila hofu. "Yule ni fundi wa uhakika," walikuwa wakisema. Lakini mafanikio yalikuja na mzigo wake. Neema alianza kuchoka. Alikuwa anafanya kazi mchana, anasoma usiku kuhusu uwekezaji na akiba, na bado anasimamia wafanyakazi wawili aliowaajiri. Siku moja dada yake mdogo, Asha, alimtembelea. "Dada, umebadilika," Asha alisema kwa upole. "Umejenga biashara, lakini umepoteza usingizi." Neema alikaa kimya. Alijua ni kweli. Alikuwa anaanza kusahau kula kwa wakati. Alikuwa anafikiria mikopo, bima, kodi, na hata uwezekano wa kuwekeza kwenye hisa ndogondogo. Usiku huo alimuita mzee Baraka. "Mzee, naogopa nisije nikawa ninakimbiza fedha na kupoteza nafsi." Mzee Baraka akajibu, "Uwekezaji wa kwanza ni afya na familia. Ukivipoteza, faida haina maana." Maneno hayo yalimgusa, lakini wakati huo huo benki ilikuwa imempa Juma notisi ya mwisho ya mnada, na alijua ni nani wa kumlaumu. Siku moja asubuhi, Juma alifika kwenye karakana ya Neema akiwa amechoka na mwenye huzuni. Hakukuwa na dharau tena kwenye macho yake. "Naomba kazi," alisema kwa sauti ya chini. Wafanyakazi walitazamana kwa mshangao. Neema alimtazama kwa muda mrefu. Alikumbuka kila kashfa, kila uharibifu, kila kesi. "Kwa nini nikuajiri?" aliuliza kwa utulivu. Juma akameza mate. "Nimekosea. Nilifikiri mafanikio yako ni tishio, lakini sasa nimepoteza kila kitu. Nataka kuanza upya." Kulikuwa na ukimya mzito. Mzee Baraka alikuwa amefika kimya kimya pembeni. Alisema kwa sauti tulivu, "Wakati mwingine uwekezaji mkubwa si fedha, ni kutoa nafasi ya pili." Neema alihisi vita moyoni. Hasira alimwambia akatae, lakini moyo wake ulimkumbusha safari yake mwenyewe ya kubezwa. Hatimaye alisema, "Utapata kazi, lakini kwa masharti ya nidhamu na uwazi." Juma akainama kichwa. Kwa mara ya kwanza alijifunza kuwa unyenyekevu ni mtaji mkubwa kuliko kiburi. Lakini bado kulikuwa na siri ambayo Neema hakuijua kuhusu mzee Baraka. Siku zilivyopita, biashara ilizidi kukua. Neema alianza kuweka sehemu ya faida kwenye mfuko wa uwekezaji wa muda mrefu. Alijifunza kuhusu hisa za kampuni imara na hatari za masoko. Lakini siku moja alipata barua kutoka kwa wakili wa mzee Baraka. Ilimtaka ahudhurie kikao muhimu. Alipofika alikuta familia ya mzee Baraka imekekea. Uso wa mzee ulikuwa umechoka. Neema alianza kwa sauti polepole, "Madaktari wamenipa muda mfupi." Chumba kilinyamaza. "Lakini sijutii," aliendelea. "Nilitaka kuwekeza kwa mtu atakayeendeleza maadili, si tu biashara." Neema
alihisi machozi yakimtiririka. Hakuwahi kujua mzee alikuwa mgonjwa. "Mzee, utaniona nikikua zaidi," alisema kwa sauti ya kuahidi. Lakini mzee alitikisa kichwa kidogo. "Kuna jambo moja la mwisho unapaswa kujua." Na sentensi yake ilisimama hapo. Mzee Baraka akatoa faili la zamani. "Miaka mingi iliyopita, baba yako aliwahi kunisaidia wakati nilipokuwa sina kitu. Alinipa chakula bila kunijua." Neema alishikwa na butwaa. "Baba yangu?" "Ndiyo. Sikumwambia kwa sababu nilitaka ujulikane kwa juhudi zako, si kwa historia." Machozi yalitiririka kimya. "Hii haikuwa bahati," mzee alisema. "Ilikuwa deni la shukurani." Neema alihisi dunia yake ikibadilika. Safari yake haikuwa tu kuhusu tairi, uwekezaji au bima. Ilikuwa kuhusu mzunguko wa wema. Lakini kabla hisia hazijatulia, simu ya Juma iliita. Alipokokea, uso wake ukabadilika. Karakana ilikuwa imewaka moto na kila kitu kilikuwa hatarini. Neema alikimbia bila hata kubadilisha viatu. Juma alikuwa tayari ameondoka KWA pikipiki. Moshi MWE USI ulionekana kutoka mbali. Alipofika, moto ulikuwa umeanza kudhibitiwa na majirani na kikosi cha zimamoto, lakini sehemu ya gala ilikuwa imeungua. Wafanyakazi wake walikuwa salama. Neema alisimama kimya akitazama hasara. Hakupiga kelele, hakuzirai. Juma alikuja karibu, uso wake umejaa majivu. "Nilijaribu kuzima mapema, sikujua itasambaa hivi," alisema KWA, sauti ya huzuni. Mmoja wa majirani alinong'ona, "Umeme ulikuwa wa kawaida, hii si ajali." Maneno hayo yalikaa hewani. Lakini Neema alikumbuka kitu kimoja: bima. Alitoa simu na kuwasiliana na kampuni ya bima mara moja. Ndani ya masaa machache, taratibu zilianza. Juma alimtazama kwa mshangao. "Huna hofu?" Neema akamjibu kwa utulivu, "Nimejifunza kujiandaa kabla ya tatizo." Moto huo haukuwa mwisho, ulikuwa mtihani wa mwisho. Na Neema hakuwa tena yule mwanamke wa kubezwa barabarani. Uchunguzi wa chanzo cha moto ulianza rasmi. Polisi walichunguza nyaya za umeme, majirani walihojiwa, na kamera ndogo ya usalama aliyoweka hivi karibuni Neema ilitoa ushahidi muhimu. Kamera ilionyesha mtu akimwaga mafuta karibu na gala usiku wa manane. Uso haukuonekana wazi, lakini mwili na mwendo vilionekana kufanana na mtu aliyekuwa anazunguka eneo hilo mara kwa mara. Juma alikaa kimya siku nzima. Jioni alimwendea Neema. "Kuna kitu nataka kukuambia," alisema kwa sauti inayotetemeka. Neema alimtazama bila hasira. "Nilikuwa na hasira zamani," Juma aliendelea, "lakini si mimi niliyewasha moto. Nilimwona mtu akizunguka lakini niliogopa kusema." "Kwa nini?" Neema aliuliza. "Kwa sababu ni mtu mwenye nguvu hapa kijijini. Ana biashara kubwa ya matairi. Amekuwa akikuchukia tangu wateja waanze kuja kwako." Jina lilipotajwa, Neema alishikwa na butwaa. Hakuwa amedhani ushindani ungefikia kiwango hicho, lakini sasa alijua. Hii haikuwa tu wivu wa Juma, ilikuwa vita ya soko. Habari za uchunguzi zilienea haraka. Wateja walikuja kumwona Neema si kwa tairi tu, bali kwa kumtia moyo. "Msimamo wako umetufundisha," mmoja wa madereva alisema. Mzee Baraka alipofika, alimkuta Neema ameketi kimya pembeni ya jengo lililoungua. "Unafikiria nini?" aliuliza. Neema akasema, "Nafikiria kama niendelee kupigana au niache." Mzee alikaa karibu naye. Masoko ya hisa hupanda na kushuka. Biashara hupitia hasara na faida, lakini thamani ya mtu haishuki kwa sababu ya moto. Neema alinyamaza kwa muda, halafu akasema, "Sitaacha, lakini sitalipiza kisasi. Nitashindana kwa ubora." Siku chache baadaye, kampuni ya bima ilithibitisha fidia kamili ya hasara. Watu walishangaa jinsi alivyosimama imara katikati ya dhoruba, lakini Neema alijua ukweli. Huu ulikuwa mtihani wa imani, si wa fedha tu. Na bado kulikuwa na jambo moja ambalo halijafichuka hadharani. Mkutano wa wafanyabiashara wa eneo uliitishwa. Lengo lilikuwa kujadili ushindani wa haki na usalama wa biashara. Yule mfanyabiashara mkubwa wa matairi alikuwepo. Alikuwa mtu mwenye sauti kubwa na ushawishi. Alijitetea, "Sina uhusiano na moto wowote." Lakini ushahidi wa kamera na taarifa za mashahidi zilianza kumkazia. Hatimaye ukweli ukawekwa wazi. Hakukubali moja kwa moja, lakini alionekana kushindwa kujibu maswali muhimu. Neema alipewa nafasi ya kuzungumza.
alisimama mbele ya watu wote. Siombi huruma, alisema kwa sauti thabiti. Naomba ushindani wa haki. Biashara yangu imejengwa kwa jasho na nidhamu. Ukumbi ukakaa kimya. Hata wale waliokuwa wanamtilia shaka hapo awali waliona uthabiti wake. Siku hiyo heshima yake ilipanda zaidi kuliko faida yoyote aliyowahi kupata. Lakini usiku huo hali ya mzee Baraka ilizidi kuwa mbaya, na Neema alipewa simu ambayo ilimfanya akae kimya kwa muda mrefu. Neema alifika hospitalini akiwa na wasiwasi. Mzee Baraka alikuwa amelazwa, mashine zikitoa sauti ndogo za kawaida. Alikaa pembeni ya kitanda chake. Mzee alifungua macho polepole. "Usilie," alisema kwa sauti dhaifu. "Nilitaka tu kuona umefika mbali." Neema alishika mkono wake. "Ulinifundisha kuhusu uwekezaji, bima, hisa, lakini zaidi ulifundisha kuhusu heshima," alisema kwa machozi. Mzee akatabasamu kwa uchovu. "Kumbuka, mafanikio si kiasi cha fedha, ni watu wangapi unainua." Maneno yake yalikuwa ya mwisho yenye nguvu. Baada ya siku chache, mzee Baraka alifariki. Habari hiyo ilienea haraka. Neema alihisi pengo kubwa moyoni, lakini pia alihisi wajibu mkubwa. Safari haikuwa imeisha, kwa sababu sasa ilikuwa zamu yake kuwa taa kwa wengine, na uamuzi wake ujao ungeamua kama angeendelea kuwa fundi tu au angekuwa mwekezaji anayebadilisha maisha ya wengi. Siku ya mazishi ya mzee Baraka ilikuwa nzito. Wafanyabiashara, familia na watu aliowahi kusaidia walikusanyika Nemo kwa heshima. Neema alisimama kimya akishika mkono kwa Asha. Hakuwahi kufikiria angehuzunika kiasi hicho kwa mtu aliyemjua kwa muda mfupi. Baada ya mazishi, wakili alimuita pembeni. "Kuna waraka umeachiwa," alisema, au pole. Ndani ya ofisi tulivu, waraka ulisomwa. Mzee Baraka alikuwa ameanzisha mfuko mdogo wa uwekezaji kwa jina la Neema. Si zawadi ya pesa taslimu, bali mtaji wa kuanzisha programu ya kuwafundisha vijana stadi za ufundi, nidhamu ya fedha na umuhimu wa bima ya biashara. Neema alishindwa kuzungumza kwa muda. Hakuwa amepewa utajiri wa haraka, alikuwa amepewa jukumu. Usiku huo alikaa peke yake kwenye karakana iliyokuwa inakarabatiwa. Aliwaza maneno ya mwisho ya mzee, "Wainue wengine." Lakini ndani yake kulikuwa na hofu. Je, angeweza kubeba jukumu hilo? Au angeanguka chini ya uzito wa matarajio? Wiki chache baadaye, Neema alitangaza rasmi kuanzisha kwa mafunzo ya vijana katika karakana yake. Wengine walishangaa. Biashara bado hajarudi kawaida na tayari anaanza kufundisha, walinong'ona. Lakini Neema hakutafuta sifa. Aliwakusanya vijana 5 wa kwanza, wavulana na wasichana waliokuwa wameacha shule au kukosa ajira. "Sitawapa pesa," aliwaambia wazi. "Nitawapa ujuzi, nidhamu na enji ya kujitegemea." Juma alisimama pembeni akitazama. Alikuwa sasa mfanyakazi mwaminifu zaidi. Siku moja alimwambia Neema, "Nilidhani mafanikio ni kuwa juu ya wengine, lakini wewe unawapandisha pamoja nawe." Neema akatabasamu kidogo. Biashara ilianza kupata wateja wapya waliovutiwa na maadili ya karakana hiyo. Hata benki ilianza kumtazama kama mjasiriamali mwenye mfumo thabiti wa kifedha. Lakini changamoto mpya ilianza kujitokeza. Gharama ziliongezeka na mapato hayakutosha kama zamani. Mwezi uliofuata ulikuwa mgumu. Fidia ya bima ilikuwa imesaidia kujenga upya, lakini sasa gharama za mishahara, mafunzo na kodi zilikuwa zikibana. Asha alimwambia, "Labda usitishe mafunzo kwanza." Neema alikaa kimya. Usiku huo alifungua daftari lake la hesabu. Alipitia kila shilingi. Alikumbuka somo la uwekezaji wa muda mrefu. Wakati mwingine faida haionekani mara moja. Kesho yake alienda benki kuzungumza kuhusu mkopo mdogo wa panuzi wa huduma, si wa kuishi, bali wa kuongeza kipato kupitia huduma mpya kama alignment na balancing. Afisa wa benki alimwambia, "Umeonyesha rekodi nzuri ya kifedha. Tuko tayari kukuamini." Hiyo ilikuwa ishara kubwa. Neema hakutumia mkopo huo kwa anasa,
aliwekeza kwenye mashine mpya. Ndani ya wiki chache, mapato yakaanza kuongezeka taratibu. Juma alimwambia, sasa ninaelewa maana ya uwekezaji sahihi. Lakini wakati huo huo, mmojawapo wa vijana waliokuwa anawafundisha alianza kuonyesha tabia ya wizi mdogo, na hilo lilimvunja moyo Neema zaidi. Neema alimuita kijana huyo aitwaye Kevin. Kwa nini umechukua pesa bila ruhusa? Aliuliza kwa sauti tulivu. Kevin alinyamaza. Macho yake yalikuwa na aibu. Alisema, nyumbani hakuna chakula. Chumba kilikaa kimya. Neema alikumbuka siku zake za nyuma, lakini pia alikumbuka nidhamu aliyofundishwa. Umasikini si ruhusa ya kukosa uaminifu, alisema kwa upole lakini kwa uthabiti. Hakumfukuza mara moja. Alimpa onyo la mwisho na akamwekea mpango wa malipo kidogo kidogo. Wafanyakazi wengine walishangaa, kwa nini umfukuzi? Mmoja aliuliza. Neema akasema, nataka kujenga watu, si kuadhibu tu. Siku hiyo Kevin alilia kwa mara ya kwanza. Lakini tukio hilo lilimfanya Neema atambue kitu. Kuongoza watu ni mzigo mzito kuliko kubadilisha tairi. Na sasa alikuwa si fundi tu, alikuwa kiongozi. Mwaka mmoja ulipita. Karakana ya Neema haikuwa tena kibanda cha barabarani. Ilikuwa kituo rasmi cha huduma ya matairi, kikiwa na vijana waliopitia mafunzo yake. Juma sasa alikuwa msimamizi wa hala. Kevin alikuwa amebadilika, akionyesha uaminifu mkubwa. Siku moja, SUV nyeusi ilisimama tena mbele ya karakana. Neema alishtuka kidogo. Lakini safari hii haikuwa mzee Baraka. Ilikuwa ni mwana wa mzee. Alishuka na kumwambia, baba yangu aliamini sana kwako. Nimekuja kuona kama alikosea. Neema alitabasamu kwa utulivu. Hakuhitaji kujitetea. Wateja waliokuwa wakisubiri, vijana waliokuwa kazini na mpangilio wa biashara vilizungumza vinyewe. Baada ya saa moja, mwana huyo alisema, hakuwekeza vibaya. Lakini kabla hajaondoka, alimkabidhi Neema barua ndogo. Ndani yake kulikuwa na pendekezo la kupanua mafunzo hayo kitaifa kupitia mfuko wa familia yao. Neema alikaa kimya, akishika barua hiyo. Safari yake ilikuwa inaanza sura mpya. Na uamuzi wake ungeathiri maisha ya maelfu. Usiku huo, Neema hakulala. Barua ile ilikuwa mezani mbele yake. Pendekezo la kupanua mafunzo kitaifa lilikuwa kubwa kuliko kitu chochote alichowahi kufikiria. Hii haikuwa tena karakana ya MTAA. Ilikuwa ndoto ya kugusa vijana wa Mombasa, Kisumu, Eldoret, hata vijiji vya mbali ambako ajira ni nadra. Lakini moyoni kulikuwa na hofu. Je, nitapoteza ule uhalisia wangu? Alijiuliza. Asha alimwambia, dada, uliogopa hata kuingia ofisini mara ya kwanza, lakini uliingia. Maneno hayo yalikaa moyoni. Neema alikumbuka siku aliyoshikilia zana yake huku watu wakimpita bila kumwona. Safari imekuwa ndefu. Asubuhi ilipofika, alimuita mwana wa mzee Baraka. Ninakubali, alisema kwa sauti tulivu lakini thabiti. Lakini kwa masharti. Tutazingatia maadili, uwazi wa fedha na mafunzo halisi, si matangazo tu. Upande wa pili wa simu kulikuwa na ukimya mfupi. Halafu jibu likaja. Ndiyo sababu tulikuchagua. Na hapo ukurasa mpya ulifunguliwa. Miezi ilivyopita, kituo cha mafunzo cha kwanza kilifunguliwa rasmi. Hakukuwa na sherehe za kifahari. Kulikuwa na vijana waliokaa kwenye viti vya plastiki wakisikiliza Neema akizungumza. Sitawapa miujiza, aliwaambia. Nitawapa ujuzi, nidhamu na njia ya kuwekeza hata kidogo mnachopata. Alifundisha kuhusu kuweka akiba, umuhimu wa bima ya biashara ndogo na hatari ya mikopo ya riba kubwa bila mpango. Wengine walimuona kama fundi tu, lakini maneno yake yalikuwa ya uzoefu. Vyombo vya habari vya ndani vilianza kuandika habari zake. Watu walivutiwa si kwa sababu alikuwa bilionea, bali kwa sababu alibaki mnyenyekevu. Juma, siku moja alimwambia, umefika mbali kuliko tulivyowahi kufikiria. Neema akajibu, safari bado, lakini ndani yake alijua, huu ulikuwa ushindi wa uvumilivu, si bahati. Siku moja, mwanamke mmoja mwenye umri wa makamu alifika kwenye kituo cha mafunzo.
Alikuwa amevaa mavazi rahisi, mikono yake imeonyesha kazi nyingi za maisha. Alimwambia Neema, "Nilisikia hadithi yako. Nilitaka kuona kama ni kweli." Neema akamkaribisha kwa heshima. Baada ya mazungumzo marefu, mwanamke huyo alisema, "Nilimjua baba yako. Alikuwa mtu wa kusaidia kimya kimya." Neema alihisi machozi yakimjaa. Hakukuwa amesikia jina la baba yake kwa muda mrefu kutoka kwa mtu wa nje. Mwanamke huyo aliendelea, "Leo umeendeleza kile alichoanza." Hapo Neema alitambua kitu kikubwa. Safari hii haikuwa tu ya kuinuka kutoka umaskini, ilikuwa urithi wa maadili. Usiku huo, alitembea peke yake ndani ya karakana, akigusa zana zile zile alizoshika siku ya kwanza. Hakukuwa na watu waliokuwa wanampuuza tena, lakini hakusahau maumivu yale, na hakutaka kuyasahau. Miaka michache baadaye, baadhi ya vijana waliopitia mafunzo walifungua karakana zao katika maeneo tofauti. Wengine walijiunga na kampuni kubwa za magari. Kevin alikuja siku moja na kusema, "Nimefungua kituo changu. Nilianza na akiba uliotufundisha kuweka." Neema alitabasamu kwa fahari. Hakuwahi kuwa bilionea kwa fedha tasmi, lakini alijiona tajiri kwa mafanikio ya wengine. Siku moja, alipita barabarani pale alipoanza. Kibanda kile cha zamani hakikukuwepo tena, lakini alisimama pale kwa muda. Alikumbuka sauti za dharau, alikumbuka SUV nyeusi ilisimama, na akagundua kwa nia mabadiliko hayakuanza pale mzee aliposhuka kwenye gari. Yalianza pale alipoamua kutokata tamaa. Na hilo lilikuwa somo kubwa kuliko uwekezaji wowote. Asubuhi moja, Neema alisimama mbele ya kundi kubwa la vijana katika mkutano wa wajasiriamali. Hakukuwa na mapambo mengi. Alishika zana ndogo mkononi, ile ile aina aliyotumia siku za mwanzo. Akasema kauli sauti tulivu, "Watu watanipuuza leo kama walivyonipuuza jana, lakini ukijua thamani yako, usikubali dharau iwe mwisho wa ndoto yako." Ukumbi ukawa kimya. Uwekezaji si pesa tu, ni uaminifu, nidhamu na kuwainua wengine. Ukisimama imara, hata waliokupuuza watasimama kukusalimia. Makofi yakasikika, lakini Neema hakuvutiwa na sauti hizo. Alivutiwa na macho ya vijana waliokuwa wakipata tumaini. Alipotoka nje, jua lilikuwa limechomoza vizuri. Safari yake ilianza na tairi moja, ikaendelea kwa bima moja, ikaimarika kwa uwekezaji mmoja, lakini ilikuwa kwa sababu ya moyo mmoja uliokataa kuvunjika. Na hapo ndipo hadithi yake ikawa si hadithi ya fundi wa matairi, ilikuwa hadithi ya thamani ya mwanadamu.